Baada ya kipindi kirefu cha ukimya, kamanda wa kikosi cha Quds ndani ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC, Ismail Qani ametoa kauli kali akimkosoa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusiana na hali ya usalama katika Mashariki ya Kati. Kauli ya Qani imekuja pia wakati kukiwa na uvumi uliosambaa katika baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ukidai kuwa kamanda huyo aliuawa au kunyongwa kwa tuhuma za usaliti. Hata hivyo, kuonekana kwake hadharani na kutoa kauli hiyo kumetafsiriwa na wachambuzi wa siasa za kimataifa kama udhibitisho kuwa bado yupo hai na anaendelea majukumu yake ndani ya jeshi la Iran. Wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati wanasema mvutano kati ya Iran na Israel umeendelea kuongezeka katika miaka ya karibuni, huku kila pande ukijaribu kuimarisha ushawishi wake kupitia washirika wake katika nchi mbalimbali za ukanda huo. Hali hiyo imekuwa chanzo cha mashambulizi ya mara kwa mara, vita vya wakala pamoja na vitisho vya moja kwa moja katika mataifa hayo mawili ambayo yameonekana kuwa mahasimu wakubwa katika siasa za Mashariki ya Kati. Kauli ya kamanda Ismail Qani inaongeza joto la siasa katika ukanda huo na inaonyesha kuwa mvutano kati ya Iran na Israel na washirika wao bado ni mkubwa na unaweza kuendelea kuathiri usalama wa Mashariki ya Kati kwa muda mrefu ujao. Akizungumza katika taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari vya Iran, Brigedia Jenerali Qani alisema kuwa Netanyahu alifanya makosa makubwa kudhani kuwa kuanzisha au kuchochea vita dhidi ya Iran kungeleta usalama kwa Israel na kuimarisha ushawishi wake katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Badala yake, Qani amesema hatua hizo zimeongeza hatari na kuifanya Israel kuwa katika hali ngumu zaidi ya kiusalama kuliko ilivyokuwa hapo awali. Kamanda huyo wa kikosi cha IRGC Quds Force amesema kuwa mashambulizi ya kimkakati kutoka kwa makundi wa shirika ya Iran kama vile Ayatollah, kama vile Hezbollah ya Lebanon, Ansarullah wa Houthi pamoja na makundi mengine yanayojiunga mkono Iran yameonyesha uwezo mkubwa wa kijeshi na kushangaza Netanyahu pamoja na washirika wake. Kwa mujibu wa Qani, mashambulizi hayo yameifanya Israel na washirika wake kuishi katika hali ya tahadhari kubwa, huku akisisitiza kuwa eneo la Mashariki ya Kati sasa si salama kwa Israel kama ilivyokuwa ikiamini hapo awali. Akiongeza kuwa muungano wa makundi yaliyoiunga mkono Iran umeongeza nguvu katika maeneo mbalimbali ya ukanda huo, jambo ambalo limebadilisha mizani ya nguvu ya kijeshi ya siasa. Tetesi ambazo zilisema kwamba huyu ni msaliti, aliweza kusaliti kwa sababu mara nyingi wanasema huyu ndio yule kamanda wa mioyo 9. Kila mara panapotokea kombora anaponea, kila mara panapolipuka na mashambulizi na nini anaponea. Sijui wewe una kauli gani kuhusu haya ambayo yanamhusu Jenerali Brigedia Qani? Usisahau kuacha komenti yako, usisahau kusubscribe ili kila mara habari zinapotokea motomoto uweze kupata haraka.